Pia akaendelea kutuambia kwa maelezo, darasa yetu tulikuwa tunamalizia hapo kufika sehemu ambayo tumefika, akasema walahul asmaul husna, walahul asmaul husna, na ana Mwenyezi Mungu majina, ana Mwenyezi Mungu majina mazuri, ana Mwenyezi Mungu majina mazuri, majina ambayo yanafahamisha juu ukamilifu. Majina ya Mwenyezi Mungu yote ni makamilifu. Majina yote ya Mwenyezi Mungu na sifa zote za Mwenyezi Mungu ni kamilifu, ukamilifu ambao unalingana na utukufu wake na cheo chake subhanahu wa ta'ala. Na ndio mwenyewe akajieleza kama ambavyo tulisoma ile, walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha, na Mwenyezi Mungu anayo majina mazuri, muombeni basi kwa kutumia majina, kwa kutumia majina hayo, kule kama alivyotuamrisha, wabtaghu ilayhi alwasila, tafuteni mnapoelekea kumwomba Mwenyezi Mungu alwasila. Alwasila kwa maana kile kikurubisho. Miongoni mwa vikurubisho vya kutukurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni majina yake pia. Unapoomba kwa hivyo ukayataja na yale majina, Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa utukufu wa majina yako, au ukataja kwa jina moja, basi itakuwa ndio umejisogeza kwake. Ila tulitambizana hapa kwamba tusiyapotoshe, tusiyabadilishe. Kwa mfano kama tulipojizungumza lile jina la Allah ambalo kaambiwa kwamba ndio jina lake, ndio katika jina kuu, jina ambalo linaambiwa hili huambiwa ndio jina lile katika majina lile tukufu katika majina ya Mwenyezi Mungu. Tukaulizana pia, tukaulizana hapo, jamani, lina harufu ngapi, kutokana na ile maelezo ambayo tulitoa ya kutokuliharibu katika kulitamka. Tukatofautiana, wengine tukasema 6, wengine tukasema harufu 5, si ndio hivyo? Haya, wataalamu wanasema jina lile kwamba hadha al-ism Allah lahu 5 ahrufin raqman wa 6 ahrufin lafdhan. Tamko hili lina jina hili Allah lina harufu 5 raqman, kwa maana kitabatan, kwa kuandikwa. Kiandika zile ni harufu ngapi? 5 kwa maandishi, lakini 6 ahrufin lafdhan ni 6 harufu kwa kuzitamka. Kwa hivyo ukizitamka ni harufu 6, lakini kwa maandishi ni harufu 5. Hapo nyuma maandishi ya Kiarabu yalikuwa hayana fatha, kisra wala dhamma. Wakati wenyewe wapo, wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, harufu za Kiarabu, mashafu yote kwa kifupi, mashafu ilikuwa haina fatha, kisra wala dhamma wala nukta. Hamna nukta, hamna fatha, hamna kisra, hamna dhamma, hamna shadda, hamna sukun, vyote vile havipo. Zile harakati zote hazipo. Kwa hivyo, lakini wenyewe kwa vile ilikuwa ni lugha yao, lugha salika, lugha ya kuzaliwa nayo, ndio mother tongue tunasema, ndio hivyo. Wenyewe walikuwa hata kama haina be, haina nukta, anajua hii nini. Hata kama te haina nukta, anajua. Kinyume na sisi, kwa sababu ni Wajemi, sisi sio lugha yetu kuzaliwa nayo. Kama be hujaiona ina nukta chini, huijui kama hii be. Kama te haina nukta 2 juu, huijui kama hii. Kama haina nukta 3, huijui kama hiyo ni the. Kama hapajatiwa shada, nitakalokusaidia kidogo, sio kwa nukta, lakini pengine zile haraka, fatha, kisra, dhamma, ndio hivyo. Pengine ukisoma kanuni za lugha ya Kiarabu nitakusaidia kidogo, lakini kwenye be, kwenye nukta tabu. Sasa wenyewe walikuwa wanajua hivyo. Hali ikaendelea mpaka wakafikia watu walipoona kwamba maharibiko yanakuja miongoni mwa watu Mwenyezi Mungu waliokuwa kawatengeneza na kawaumba kwa ajili ya kuhifadhi dini hii. Wao Mwenyezi Mungu akawapa ufunuo na ilhamu ya kutufanyia sie huu wepesi wa kututilia nukta. Wakati huo wenyewe walipokuwa wanasoma zilikuwa hazimo. Sasa ikiandikwa ile Allah kwa mwandiko wa asili ni harufu 5.
Kwa kuistamka sasa zitakuwa ni harufu 6, kwa sababu pale kwenye lamu ile ambayo ina shada zitakuwa zinazalika harufu ngapi? 2, lakini maandishi 5 tayari. Kwa hivyo muhimu mtu anapolitamka tamko Allah alitamke liwe hilo, na nafasi yake nyingine kubwa moja ni kwenye takbiratul ihram. Kwenye takbiratul ihram ndio tamko linalotumika, si ndio hivyo? Ili mtu aingie ndani ya swala lazima alitamke tamko hili pamoja na ile akbar, ambao mara nyingi baada ya kusema akbar una aghlabia ya watu ama atasema Allahu akbar kwa wau, au wao inakuwa iko kati ya wao na hamza, inakuwa katikati, yani mtu humfahamu kasema wao au kasema kaitaja ile hamza. Isiwe hivyo, kwa sababu tumeambiwa hilo la tamko ni lazima mtu katika vitu ambavyo mtu kishamaliza kusali akafanya wasiwasi ikamlazimu sala airejee, miongoni mwao ni takbira ya kuhirimia, kwa kuifanyia wasiwasi katika kuitekeleza kwake inavyotakiwa. Takbira ya kuhirimia tukaambiwa pamoja na nia pamoja na tahara. Mfano yuko hakuwa tahara, alikuwa sala, jamani mimi nilikuwa naudhu sina, sala irejee. Jamani mimi nilitia nia au shaka, arejee. Jamani ile takbira ya kuhirimia arejee. Mambo matatu yametajwa.